bado anakuwa, ina maana anaweza kumudu hali zote. Huyo ni hatari sana kwa afya. Ni nini? Huyo ni hatari kwa afya. Hii ni hali ambayo inaweza kumchanganya mtu yeyote, lakini ni lazima uwe na charity. Ne, ukigundua mwanaume ambaye unadeti naye kuwa ni shoga, unakuja kugundua, utafanya nini? Mimi nitamchukulia hatua ya kwanza, nitamtengenezea ushahidi kwamba nimethibitisha kabisa ni shoga, na nitaripoti polisi, kwa sababu au hata kama sio polisi, nitaripoti popote pale ambapo nitajua kwamba huyu atasaidika kwa namna, kwa sababu mimi peke yangu sitaweza kumsaidia, kumbadilisha itakuwa ni ngumu. Kwa nini wakati ulikuwa unampenda? Kwani hamna hatua nyingine yote ambayo unaweza ukaichukua? Hatua nyingine zaidi ya hapo, kwamba kwa sababu ninampenda itakuwa ni ngumu, kwa sababu mwanaume mpaka anakuja anakuwa shoga afu bado anakuwa, ina maana anaweza kumudu hali zote. Huyo ni hatari sana kwa afya. Ni nini? Huyo ni hatari kwa afya. Anaweza kumudu? Anamudu hali zote, yani uko na mimi na bado anamudu ushoga. Huyo hapana. Kwani wewe shida yako nini? Shida yangu siwezi kuwa na mwanaume ambaye ni shoga, kwa sababu hapana, yani vitu vingi vinakuja kichwani. Kwa mama marafiki zako wakigundua ama? Yaani ukiachana na marafiki tu akigundua, kwanza ataniletea matatizo, maradhi. Ushaona? Yaani ukiachana na hiyo, yaani vitu vingi atanisababisha mwenyewe nikawa na vitu vingine tofauti, maana hiyo hali sijajua anafanyaga nini huko ila. Okay. Kwani si unaweza ukachukua hatua mwenyewe ukaanza kumrekebisha, ukakaa naye chini, pengine ukajua chanzo ilikuwa nini mpaka amefikia hatua hiyo, na yeye mpaka kuja kukupenda wewe. Inawezekana kuna namna fulani unaweza ukamsaidia. Yaani kiangalia kuna namna kumsaidia, nikisema nikae chini niongee naye nimbadilishe, kunaweza, ila kwa sababu ni mwanaume tayari, yaani hiyo hali kwamba ameimudu, amekuwa hivyo na bado yuko na mimi naogopa, kwa sababu kwamba mwanaume unajua lazima uogope atachukua hatua gani. Nikijitahidi kwamba si nataka kumbadilisha, akijua kwamba mimi nimegundua, hiyo pia ni changamoto kwangu na yeye, inakuwa ni hatari. Kitu gani ambacho pengine cha kwanza kwenye relation ambacho unatakiwa ukiangalie first, kitu cha kwanza kwenye relation ninachotakiwa kuangalia mimi kama mimi, kwa upande wangu mimi, kwanza ni mwanaume wa aina gani ambao mimi namtaka. Yaani kwamba je, anajiheshimu kwenye jamii yake, anaishije, ana utulivu pia anao, anajali, upendo huo, kwa sababu upendo unabaki kila kitu. Kati hivyo vyote ndio vinakuwa ndani ya upendo. Kwa hiyo nitakuwa naangalia hivyo vitu. Okay. Kati ya amani, utulivu na upendo, vitu gani ambavyo unavipenda? Yaani kitu gani ambacho kiko kwako zaidi? Mimi amani kwa kweli, kwa sababu upendo unakuja tu wenyewe, ila amani ya moyo kuipata ni ngumu sana. Sio kila connection ya kudumu. Chagua kinachokupa amani. Come TV Tanzania, karibu tuongee. Kumbuka kufollow, kusubscribe, kulike na kushare. Hii ni Come TV Tanzania, karibu tuongee.